Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Ni Jumapili njema, lakini bado tuko kwenye mfungo wetu wa siku 40. Tunaendelea kutafuta uso wa Bwana na kutembea kwenye prayer point Mungu anazotupa. Ninakushukuru wewe ambaye tuko pamoja kwenye mfungo, lakini nakusisitiza udumu katika prayer point hizi, kwa sababu hakika yake zimebeba majibu yako. Kwa sababu Mungu anaposema na sisi ni agano, ni makubaliano. Na tunapofunga na kujinyenyekeza mbele za uso wake, tukiwa tumebeba agenda fulani, ile agenda huwa inaenda kusimama kama agano, makubaliano. Na tunapoenda kuangalia agenda ya siku ya leo, inatoka katika kitabu cha Isaya sura ya 60 na ule mstari wa 20b. Maandiko yanasema, na siku za kuomboleza kwako zitakoma. Bwana anatusemesha kwa habari ya kukomesha siku za kuomboleza. Na tunaona Biblia inaeleza kwa habari ya siku za mwisho ya kwamba na machozi ya watu wote yatafutwa. Tunaposoma kitabu cha Ufunuo kwa habari ya kwamba tutakapovikwa miili mipya, kuomboleza nako kutakoma, lakini pia tutavishwa miili mipya na kuanza maisha ya utukufu. Sasa tunaposema ya kwamba kwenye hili andiko kithiolojia tunasema double fulfillment, kwamba litadhihirika mwanzo, lakini litadhihirika na kile kipindi cha mwisho. Kipindi cha mwanzo linadhihirika kwa sababu ya kazi ya msalaba. Kuna hali ya kuomboleza inayoondoka kwa sababu ya kazi ya msalaba, kwamba Yesu amelipa gharama. Moja ya kulipa gharama, aliomboleza sana sana, akamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Biblia inasema ya kwamba jasho la damu likatoka, akalia mbele za Bwana, ikiwa ni sehemu ya maombolezo. Ilikuwa ni kwa ajili ya kulipa gharama ili sisi kwetu maombolezo yakome. Maombolezo yakome. Fulfillment ya kwanza ama ukamilisho wa kwanza ni kwa kazi ya msalaba, kabla hatujaja kwenye ukamilisho wa pili wa unyakuo, pale ambapo tutakuwa tumeanza kuishi maisha ya utukufu mpya katika Yerusalemu mpya. Kutakuwa hakuna machozi tena, lakini kwa mwanzo kutakuwa kuna kufutwa machozi hapa kwa kazi ya msalaba, kwamba kuomboleza kuna stop kwa ajili ya kazi ya msalaba ambayo tayari Yesu ameshalipa gharama. Maombolezo hayo ni yapi? Kwa sasa tunaongelea kwa habari ya mtu anaweza akawa anaumwa, ni maombolezo yale. Anaugua, anasikia maumivu, anajisikia vibaya, mwili wake haujakaa sawa, ni maombolezo yale, ni maombolezo. Tunakuta mtu anaugulia kitu ndani yake, lakini unakuta mtu anaugulia masuala ya maumivu katika uchumi. Mtu ana madeni asiyolipika, mtu amejikuta tu ana mambo mengi ambayo yote anazidi kumchanganya. Maombolezo yanakuwa ni mengi ndani yake. Anajiuliza, nitatoka lini kwenye haya madeni? Hivi ni lini itakuja itokee kwamba sidaiwi na mtu? Hivi ni lini itakuja itokee kwamba hakuna aibu mbele yangu ya kusumbuliwa? Ni lini? Maombolezo hayo ni maombolezo. Sasa Bwana anavyokomesha maombolezo ni kwamba analeta solution, analeta utatuzi wa tatizo linaloendelea ndani yako. Japo kuna tatizo linaloendelea ndani yako, kuna nguvu ya kukomesha maombolezo yanayoendelea ndani yako. Mimi sijajua ni maombolezo gani yanayoendelea ndani yako. Yamkini mtu mwingine anaomboleza ya kwamba Mungu, ninaomba nisaidie nipate mume. Mungu, ninaomba nisaidie nipate mke. Utakapopata mme, siku hiyo maombolezo yako yatakuwa yamekomeshwa juu ya uhitaji wako kwa mume. Lakini utakapoenda mbele za Bwana, ambia Mungu, ninaomba unipe watoto. Mungu, naomba unipe watoto. Maandiko yanaeleza kukomeshwa kwa maombolezo. Utakuta Mungu anapoachilia mtoto, siku yule mama anapobeba mimba, ndipo maombolezo yanakoma.
Tunaona kuna watu ambao walikuwa na maombolezo. Ukiwaangalia kibiblia utamkuta Hana alikuwa na maombolezo juu ya mateso aliyokuwa nayo kwa mke mwenza anaitwa Penina. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza utaona pale mwanzoni kabisa pale Elkana ana wake wawili, alafu mmoja ana watoto, mwingine Hana mwenye watoto. Penina asiyekuwa nayo ni Hana. Tunaona Hana anapata mateso kwa mke mwenzie kwa kuwa hana watoto. Maombolezo yake hayakuwa madogo, lakini tunaona ukisoma Biblia utaona jinsi ambavyo Hana alienda mbele za Bwana akamlilia Mungu na Mungu akakomesha maombolezo yake. Tunaona mara Hana anapata mtoto anaitwa Samueli, anaimba wimbo katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2, anaimba wimbo unaitwa ni wimbo wa Hana. Ndipo anapoeleza kwamba hakika Mungu humtoa mtu chini kutoka mavumbini, humuinua juu na kumketisha na wakuu. Ile ilikuwa ni wimbo wa Hana baada ya kuwa maombolezo yake yamekomeshwa. Bwana akakupe wimbo siku ya leo kwa jina la Yesu. Bwana akakupe wewe kuimba kama Hana alivyoimba. Yamkini uchumi wako unahitaji kukombolewa, unahitaji machozi yako na maombolezo yaondolewe, yakomeshwe. Bwana akupe wimbo mpya kwa jina la Yesu. Bwana akupe neema kwa jina la Yesu. Mahali unapomhitaji, mahali unapohitaji maombolezo yakomeshwe, Bwana akupe neema kwa jina la Yesu. Tunaona ndani kwa ndani kuna mtu alikuwa akiumia sana, lakini hatukujua maumivu yake mpaka Biblia ilipokuja kumwonyesha namna gani alikuwa akiumia. Ni Elizabeti. Elizabeti mama wa Yohana Mbatizaji. Biblia inaeleza kwamba huyo Zakaria alikuwa na Elizabeti, lakini hawakuwa na mtoto. Biblia inasema katika uzee wao wakapata mtoto. Angalia vile Elizabeti anachoongea, anasema hakika Mungu umeniondolea aibu yangu. Sasa ile aibu iwayo yoyote ndani ya mtu ni maombolezo. Bwana anayakomesha maombolezo. Bwana aiondoe aibu yako na kukomesha maombolezo kwa jina la Yesu. Ukatembea kwenye hiyo neema, ukatembea kwenye hicho kibali. Kwa tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya vile ambavyo Mungu anaweza akakomesha maombolezo. Mimi sijajua na wala Biblia haijaeleza ni kwa kiwango gani Ibrahim na Sara waliomba mtoto, lakini tunaweza tukaona shauku yao juu ya kumsubiria huyu mtoto aliyepewa kwa ahadi ya Bwana, ambapo ilikawia. Tunaona jinsi ambavyo wanahangaika hata kumpata mtoto kutoka kwa kijakazi ambao walikuwa naye, na kupata mtoto ambaye si yule wa ahadi. Yote hii ni kuonyesha ni kwa namna gani Ibrahim na Sara walikuwa wakiwa na shauku. Yamkini maombi yao ya jioni, maombi yao ya asubuhi, moja ya prayer point ambayo ilikuwa haiondoki ilikuwa ni ya kupata watoto. Tunaona Mungu anakuja na achilia maelekezo. Siku moja malaika alitembea akafika nyumbani kwa kina Ibrahim, akamwambia mnamo majira kama haya mwakani, mnamo majira kama haya mwakani, mimi ninaomba kwa ajili yako ya kwamba maombi haya ya leo yanavyoenda kukomesha maombolezo, mnamo majira kama haya mwakani, stori zote ziwe zimebadilika, stori zote ziwe mpya, jambo jipya lile limetokea. Nini maana yake? Tunamwomba Bwana kwa habari ya kukomesha maombolezo. Mwaka huu tuwe na mwaka wa furaha, mwaka wa amani, mwaka wa kicheko, kuyaona matendo makuu ya Mungu wetu. Hakutakuwa na maombolezo, hakutakuwa na misiba, hakutakuwa na uharibifu wowote, hakutakuwa na turubai liwalo lolote nyumbani kwako wala kwa uzao wako. Hakutakuwa na mateso, hakutakuwa na mateso. Napoongelea turubai, ninaongelea misiba. Inafutwa, maombolezo yanakomeshwa katika jina la Yesu. Mtu mmoja nilikuwa aliona katika ulimwengu wa roho, akanifuata akaniambia, mchungaji, nimeona. Ni mama moja ambaye Mungu amempa neema pia, na yeye anaona. Akaniambia, nimeona kuna kitu, nimeona kama upande fulani wigo mkubwa, lakini nyuma yake kuna makaburi.
Nimeona wigo, halafu watu wako, yani mimi watoto wangu wote nao walea wako upande huu, halafu kwenye ule wigo nyuma yake kuna makaburi. Maana yake ni nini? Kiasi kwamba hawawezi wakayaona yale makaburi kule nyuma, na wala yale makaburi kama vile mtu akiwa kule hawezi kuona huku wewe na watoto wako wote wa kiroho na walea. Haambia ni inamaanisha ni nini kinaendelea? Maanake akaonyeshwa hapo akasema hivi, unamaanisha kwamba huwa unafunga kabisa mauti? Nikawambia hivi, moja ya kazi ambayo Mungu huwa ananipa ni kuyafunga mauti, ya kwamba hakuna anayekufa. Nakumbuka kipindi cha korona nilimwambia Bwana hakuna atakayeondoka na korona, na hatimaye tunamshukuru Mungu, sikuwahi kupokea ripoti ya mtu aliyekufa kwa korona kati ya watu naowalea kiroho. Sikuwahi pokea ripoti, kuanzia naowalea online hadi naowalea physically kanisani, sikuwahi pata ripoti. Maana yake ni nini? Kuna mambo ambayo ukiyakomesha katika ulimwengu wa roho, maombolezo na yenyewe yanakoma. Haijalishi kuna mazingira gani, haijalishi umeambiwa una tatizo gani, maombolezo yamekwisha kukomeshwa kwa jina la Yesu. Haijalishi kuna jambo gani, na kuhakikishia furahi katika Bwana. Tena nasema furahi, na kuhakikishia furahini siku zote katika Bwana. Tena nasema furahini, upole wenu na ujulikane, Bwana yu karibu. Na kuhakikishia usifadhaike na jambo lolote, bali katika kila jambo, katika kuomba, kushukuru, katika kila jambo, katika kusali, kuomba na kushukuru, kwa sababu maombolezo yamekomeshwa kwa jina la Yesu. Usiogope, shetani asikuaibishe kwa kuanza kuogopa. Shetani asikupe hofu, kwa sababu yanayoletwa kwako na shetani kwa hofu hayapo. Yamelenga kukutesa tu. Jana tulikuwa tuna maombi wakati ulioamriwa ya kukomesha hofu. Kama haujaisikia hiyo ibada, nenda kaisikie. Lakini nataka nikuhakikishia kwamba Bwana anakomesha maombolezo ndani yako. Furaha inakuwa vazi lako, amani linakuwa vazi lako. Leo nataka niombe. Tunapoenda kuomba wakati huu, nataka mtu mmoja adake, connect yourself, jiungamanishe na hii kitu unayoomba wakati huu. Hakikisha unajiungamanisha kwa sadaka yako, usikae kimya. Jiungamanishe kwa sadaka yako, kwa sababu hakika yake maombolezo yanaenda kukomeshwa, misiba inaenda kuondolewa. Hakutakuwa na mateso, hakutakuwa na aibu, hakutakuwa na huzuni ndani yako. Maombolezo yanakomeshwa kwa jina la Yesu. Nataka niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, na kushukuru sana Mungu wetu kwa vile ulivyosema ya kwamba na siku za kuomboleza kwako zitakoma. Mungu aliye hai, asante, kwa maana siku za maumivu kwa watoto wako zimekomeshwa. Asante Mungu aliye hai, kwa sababu siku za hofu kwa watoto wako zimekoma kwa jina la Yesu. Ninakushukuru Mungu wa kweli, kwa sababu maumivu ya kila aina yamekomeshwa kwa jina la Yesu. Baba, asante, kwa maana watoto wako waliotembea kwenye hofu hawatakuwa na hofu tena, kwa maana maombolezo yao yamekomeshwa kwa jina la Yesu. Mungu liye hai, asante, kwa kweli ni Mungu wa agano. Ninakuomba kwa ajili ya mtu mmoja anayeumwa wakati huu. Ninatangaza uponyaji kwa mtu anayeumwa wakati huu kwa jina la Yesu. Maombolezo yake ya maumivu katika mwili wake yakome kwa jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya mtu anayetembea na msongo wa mawazo, hali mbaya ya kuwaza. Mungu liye hai, ninaomba kwa ajili ya neno lako kutimia, ya kwamba kinywa cha mtumishi wako ni moto unaoachiliwa na wewe kwa ajili ya watu wako. Ninakomesha maumivu yote, mateso yote, magonjwa yote kwa jina la Yesu. Ninakomesha hofu zote, nakomesha uharibifu wote kwa jina la Yesu. Maombolezo yote yamekomeshwa. Baba, asante kwa neema na rehema. Asante kwa maana yule anayeumwa anapokea uzima wakati huu. Wewe unayeteseka na magonjwa unapokea kufunguliwa wakati huu. Wewe unayeteseka na kuugua unapokea neema wakati huu, kwa maana maombolezo yamekomeshwa kwa jina la Yesu. Mateso yako yamekomeshwa kwa jina la Yesu. Huzuni yako imekomeshwa kwa jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya wewe usiyepata watoto, ungetamani mwaka huu uwe ni mwaka wako. Ninaomba kwa ajili ya maisha yako, uzao wako, tumbo lako na viuno vyako kama ni wa kiume.
Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, maombolezo yako na yakomeshwe kwa jina la Yesu. Ukapate watoto, ukapate uzao, ukapate neema kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya wewe ambaye unatamani kuolewa, unatamani kuoa na umekuwa ukimlilia Bwana kwa muda mrefu, maombolezo yako yakomeshwe kwa jina la Yesu. Bwana akupe haja ya moyo wako. Wewe unatamani kupata nyumba, kupata gari, kupata kazi, kupata biashara, ukamlilia sana Bwana kwa maombolezo mengi, Bwana akomesha hayo maombolezo, akupe haja ya moyo wako. Natangaza yote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Natamani kila mtu ajiconnect na ibada hii, ushike sadaka njema sana nzuri kwa Bwana, ile sadaka ambayo ukitoa unaona ndani yako umemtolea Bwana kitu cha thamani kilicho bora, kwa maana kwa hakika yake maombolezo yanaenda kukomeshwa. Utaiachilia sadaka kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.